Katika eneo moja nchini Marekani, eneo ambalo watu wanapenda kupumzika wakiwa na wapenzi wao, kuna jamaa mmoja ajulikanaye kwa jina la Jack. Anafanya kazi ya kurekodi video za ngono na kuweza kuziuza. Yaani hiyo ndio imekuwa njia yake ambayo anaweza kupata kipato. Anarekodi watu wakiwa wanafanya yao, zeni anaposti. Sasa kumbuka wenzetu wao mahali popote pale wanaweza kufanya matukio ya ngono kutokana na uhuru aliokuwa nao. Lakini Jack asijue kana kwamba ni kosa kisheria. Mwisho wa siku hilo zoezi likamwalem. Bwana, karibu tena, hii ni Benard Cinema, hakikisha umeweza kusubscribe. Basi tunaanzia kwa namna hii hapa. Katika eneo moja nchini Marekani, watu wamekuwa wanakwenda kupumzika wakiwa na wapenzi wao. Ni eneo moja ambalo ni zuri sana, na mara nyingi sana watu wanakwenda kupumzika kipindi cha likizo au weekend. Sasa leo Jackie kila anapoona watu wanapumzika, basi yeye anafanya kazi ya kuweza kurekodi video zake. Anarekodi video, lakini mwisho wa siku kumbuka bana, video zikishakuwa na vitu fulani, jamaa akajikuta anavutiwa na hao watu. Mwisho wa siku hata kupizi kabisa anakojua pale. Lakini sasa kuna binti moja alikuwa na mpenzi wake alipotoka pembeni kidogo, basi Jackie akawa amesogea kwenda kumsalimia, kumpa hai kidogo. Lakini kumbuka Jackie yeye ni mwenyeji wa ile eneo, lakini wengine wote hawa ni wageni. Basi ikawa siku nyingine tena na mara nyingine tena, wale wapenzi walipokuwa wapo wanafanya yao, wanabadilishana mawazo, wanapumzika. Basi Jackie angalia anachokifanya, anarekodi, alafu anavyoona ile video anaanza kujichua pale. Sasa huyu jamaa bwana, hizi video akisha zirekodi anakwenda kuziposti mtandaoni, anapata viewers wa kutosha kupitia hizi video. Lakini wakati huo pia na yeye anajichua, na ndio imekuwa kazi yake. Sasa angalia, huyu jamaa anapata madhara kiafya, lakini pia ni hatari zaidi, kwa sababu watu wakishajua unawarekodi bila ridhaa yao, mwisho wa siku unaweza kupigwa faini au ukaenda kuozea segelea. Basi leo tena katika yale maeneo mazuri yenye bustani nzuri, manyasi mazuri, kuna watu na wao wengine tofauti na waliokutana nao jana, walikuwa wameenda kuenjoy. Basi Jackie ni mwenyeji, wakamuuliza kidogo. Jackie akamwambia bana, nyasi nzuri za nyie kuweza kufanya yenu au kuweza kuenjoy ziko upande huu wa kushoto. Lakini Jackie bana, walikwenda kufanya yao, yeye kama kawaida yake akajificha na kamera yake, alafu akawa anawarekodi. Sasa anawarekodi jamaa naye anapata mizuka, anajikuta anapizi, anajikojolea hapo kwa sababu ya hiyo hapo. Lakini video kama kawaida yake usiku anahakikisha anaweza anaenda kuziuza tena au anaziposti kwenye akaunti yake. Na leo tena akutana na watu wengine tena, kama kawaida yake amekuwa akifanya hivyo. Lakini kuna mwanamke mmoja alivutiwa naye sana. Mwisho wa siku Jackie akajikuta anaanza kumapproach. Sasa unamapproach bana, mtu ana mtu wake tayari. Kwa nini wewe unamapproach? Unajua kabisa wewe ni mpenzi wa kwanza, unamapproach, ni hatari kabisa hiyo. Basi alikuwa anazidi kurekodi yeye kwa siri. Sasa leo bwana akawa anamrekodi madam fulani. Huyu madam bana ana mpenzi wake. Basi alikuwa ashamuona Jackie tena, akamwambia haina haja hata kujificha kwa sababu tayari nimeshakuona. Lakini madam alikuwa ajua na kwamba mshikaji anafanya nini, anamrekodi. Lakini huyu madam bana ana mpenzi wake. Sasa kwa mtoka kupiga pofu pembeni kidogo, the way Jackie alivyomshika huyu mwanamke, basi boyfriend wake aliweza kumind, kujisikia vizuri kabisa. Lakini wakati huo Jackie anaikumbuka vizuri kabisa ile moment yeye kuweza kumshika yule dem. Ni moment ambayo hakutamani iweze kuishia pale. Basi ilipokuwa kesho tena, kama kawaida yake, Jack anajaribu kummendea yule mwanamke ambaye amempenda, lakini wakati huo yule mshikaji wake au mwanaume wa yule mpenzi wa yule mwanamke hapendi kile kitu kwa kweli. Lakini Jackie amwambia demo fulani, bwana, mimi kuna mwanamke nimempenda, lakini sema mshikaji wake anazingua. Huyu mwanamke bwana akamjibu kitu kizuri sana, bwana, usipende mtu ambaye tayari na mtu wake, ni hatari zaidi. Kwa kweli unaweza kusababisha ugomvi usiokuwa na sababu yoyote. Basi Jackie akakutana yule mwanamke ambaye ameshampenda tayari, lakini ngoja na mpenzi wake. Wakawa wanapiga story mbili tatu. Lakini bana, mpenzi wa mtu ni mpenzi wa mtu hata kama bado hajamuoa. Jackie akafumwa tena mara nyingine. Hii ni zaidi ya mara 3 Jackie anafumwa. Basi kilichofanyika ni kitu gani? Basi
Hii Jackie akaweza kuondoka lile eneo na kuweza kuacha pale pale. Lakini kumbuka sasa mwanamke naye ameshaanza kuingiliwa na mashetani, tayari yuko tayari kuweza kumuua yule mwanaume. Bwana, yule mwanamke alifanya kama vile Delila aliweza kumgeuza Bucha mpenzi wake. Lakini alipokuwa anamuua mpenzi wake ili atoke na Jackie kimapenzi, Jackie alikuwa anamrekodi. Sasa Jackie anamrekodi, maana Jackie tayari ameshaanza kupata video ya yule mwanamke akiwa anamuua. Na Jackie yeye hana akili yake ni moja tu, aweze kupata viewers kule mtandaoni. Basi leo tena yule mwanamke kwa sababu ameshamuua mpenzi wake, basi sasa anampatana na Jackie. Nini kikafuata rafiki yangu? Jackie akiwa yupo na yule mwanamke wanafyatuana, huwezi amini, akawa anarekodi tena video. Yani Jackie licha kupata mapenzi lakini anatafuta na viewers. Lakini yule mwanamke akamaindi, akamwambia hapana, hivi vitu sio vizuri sana, ni vitu hatari sana, ya kupasa ufute hizi video. Basi wakaweza kufuta zile video. Lakini kumbuka ile video ambayo huyu mwanamke anamuua mpenzi wake, Jackie tayari ameshaiposti mtandaoni ili aweze kuendelea kupata viewers. Lakini wakati mapenzi yanaendelea moto moto, basi mwanamke anafurahia sana kana kwamba bwana, sijawahi kupata vitu vya moto moto zaidi hapa. Wanaume wakawa wameshashtukia tayari kana kwamba kuna mtu ameweza kufariki huku, na mtu wake wa mwisho alikuwa ni mpenzi wake. Basi moja kwa moja wakaja huko polini, wakamkuta Jackie na huyo mwanamke, wakauliza kwa habari ya kijana aliyeuawa. Bwana wakajibu kwamba sisi hatujui, lakini ukweli ni kwamba huyu mwanamke ndio amemuua mpenzi wake ili aweze kubaki na Jack. Basi watu wa polini, shangwe likawa linaendelea, lakini askari nao hawakusita kufika mara kwa mara kwa ajili ya kuendeleza na uchunguzi wao. Lakini leo yule binti ambaye ana mahusiano na Jack alikuwa ameshazipata video zote kwenye website ya Jack. Basi moja kwa moja akaplani kulipiza kisasi, lakini alichokifanya, zile video zote akaenda kuonesha wale wenzake, jamani, video zetu zote tunazofanya hapa, mshikaji huyu ana rekodi na kuzitupa kwenye website yake ili aweze kupata video viewers na anajitengenezea pesa. Lakini waliweza kumind sana, na moja kwa moja basi binti akamwambia mshikaji, Jackie, nenda kazifute zote zile video, alafu kapaki mabegi yako tuweze kukimbia. Basi Jackie akafanya kama alivyoambiwa na mpenzi mpya. Lakini watu wako polini wanataka kukimbia, katika engo fulani yule askari akawa amejitokeza pale. Basi binti moja kwa moja akaenda kumpiga kisu yule askari, alafu alipomchomeka kile kisu askari yuko chini, basi binti akawa amekimbia na Jack akaenda kukiokota kile kisu. Alafu wakati huo anapoiokota kile kisu, Jack naye alikuwa anarekodiwa video. Sasa una Jack amerekodiwa video akiwa ameshika kisu, lakini wakati huo pia tena anapigiwa simu na wenzake. Kwa inaonekana kuna mchezo anaocheza. Sasa wakati huo yule binti lengo lake ni moja, anataka hii video awaoneshe askari. Kumbuka binti anataka alipize kisasi. Kumbe mjinga, mimi nimekupa mapenzi lakini bado umenirekodi kana kwamba mimi nimefanya mauaji. Kwa mwisho wa siku yule mshikaji anakamatwa kilaini sana na kwa ushahidi ambao ametengenezewa. Yani kisu amekishika yeye, ina maana fingerprint za mikono yake zimebaki kwenye kile kisu tayari, na hana kukimbilia. Wakati huo bwana, askari wanakuja wanamchukua, na story yetu inakomea hapa. Hii ni Benal Cinema, usisahau kusubscribe.